Tukitazama mnyama simba yuko ardhi ya Zanzibar kwenye uwanja wa New Aman Complex ambayo tarehe 25 anakiwasha dhidi ya RS Berkane, watoto wa mjini hao Morocco pale. Itazamaje hii finali hii kati ya RS Berkane na Simba mnyama wakiwa kwenye ardhi ya Zanzibar? Hii ni finali dume. Hii ni moja kati ya finali ambazo tunasema finali dume kwa sababu Berkane wameshachukua taji hili msimu miwili tofauti na Simba hawajawahi kuchukua taji hili. Kwa hiyo ni mara yao ya kwanza kuchukua kama watafanikiwa. Kwa hiyo kwangu mimi ni finali dume kwa sababu anayechukua bingwa huu wa kombe la shirikisho ikumbuke kwamba atakutana na mshindi wa kombe la klabu bingwa barani Afrika katika mechi ya Super Cup. Hii ni mechi yenye heshima kubwa sana kwa sababu unaposikia Super Cup maana yake ni bingwa wa shirikisho na bingwa wa klabu bingwa, maana yake miamba miwili inakutana. Kwa hiyo kwangu mimi hii ni finali dume na ni finali ambayo kila mtu anataka aandike historia. Simba itakuwa mara yake ya kwanza kucheza Super Cup, Berkane walishacheza kwa sababu walishachukua shirikisho misimu miwili tofauti. Ndio. Kwa hiyo Berkane mpaka sasa hivi kashachukua misimu miwili, yani kashachukua mataji kombe la shirikisho mara mbili. Yes. Simba ndo analifukuzia. Yes, kwa hiyo ina maana Simba ndo ana uchu mkubwa kuliko hata RS Berkane. Simba ana uchu mkubwa kuliko Berkane. Uhitaji wa Simba ni mkubwa sana kuliko uhitaji wa RS Berkane kwa sababu hawa tunasema ni mabingwa walishawahi kuwa mabingwa wa kombe hili la shirikisho. Kwa hiyo wana historia yao na wapo katika kumbukumbu ya vitabu vile waliochukua ubingwa huu katika michuano hii ya shirikisho barani Afrika. Kwa wewe sasa, utabiri wako na maono yako ya rohoni ambayo siku zote ukisema jambo basi huwa linakuwa, Mungu amekupa hicho kipaji. Sasa unaonaje nani ambaye anachukua kombe hili la shirikisho hapa tarehe 25 kati ya Berkane na Simba? Je, mnyama Simba unaona kabisa anaenda kulibeba hili kombe la shirikisho, au tena kwa mara nyingine Berkane mara ya 3 sasa anaenda kulibeba hili kombe la shirikisho? Nani hapa kwa jinsi unavyoona pitch ya Morocco ilivyokuwa na pitch ya Zanzibar ilivyokuwa, kwa sababu kote ngoma ngumu kwa Simba. Pitch ya Morocco ilikuwa ni ngumu zaidi, lakini pitch ya Zanzibar wana mashaka nayo kutokana kwamba na mizozo na hofu ambazo zilitokea hapa baada ya kubadilishwa kwa uwanja. Unaonaje sasa wewe? Waswahili wana msimamo Profesa Mandela wanasema kwamba shubiri ni chungu lakini ni dawa. Misimamo yangu mimi huwa sibadilishi, huwa naongea misimamo ambayo ya kisports ama ya kimpira. Nilisema toka jana kwamba Simba anashinda huu mchezo lakini Berkane anachukua taji. Kwa hiyo huu ni msimamo ambao tutaendelea kwenda nao na sitoacha, nitaishi humo kwamba Simba anashinda hii game lakini RS Berkane wanabeba taji. Kwa hiyo huo ndio mtazamo wangu mimi nikitokea hapa Samaria Media. Kwa hiyo Simba anaenda kushinda hii mechi. Anashinda game. Lakini Berkane anachukua taji. Sasa kwa nini unasema Simba anashinda game alafu kombe linaenda kwa Berkane? Maana yangu ni kwamba uhitaji wa hii game Simba ili achukue ile taji anatakiwa amfunge RS Berkane almost goli 3-0. Ndipo Simba anaweza kutawazwa kuwa bingwa wa kombe hili. Lakini Simba kama atashinda goli 2-1 na game ikaisha, basi RS Berkane anachukua ile taji. Ama Simba kama atafanikiwa kushinda goli 3-1 bado itakuwa ni shida kwake. RS Berkane anachukua ile kombe. Ndio maana nikakwambia possible Simba anashinda ile game, hakuna tatizo. Mashaka hakuna kwa Tanzania kwamba Simba ile game anashinda, lakini taji analichukua ni RS Berkane. Ifahamike hivyo. Kwa hiyo Simba akishinda goli 2 si wanaingia kwenye matuta? Inawezekana, sijajua hii game itamuliwa katika utaratibu gani, kwa sababu inawezekana wakaingia katika dakika 30 baada ya hapo wakaenda kwenye matuta. Sasa huko kote ni mbali kwa sababu tunasema matuta kwa Mwarabu ni asili yake. Ingawa tuliona Almasri alikufa kwenye matuta na Simba katika mchezo wa robo finali kwenda katika nusu finali. Lakini all in all kwangu mimi bado naona Simba game wanashinda lakini RS Berkane anachukua ile taji. Tukitazama za chini kwa chini, watani wa jadi kati ya Yanga na Simba inaonesha kabisa kwamba sasa wanaingia mpaka ndani, wanazama mpaka ndani. Ingawa utani huu mara nyingi sana watu huwa wanazama kijuujuu. Yani utani sasa unakuwa ni wa kawaida, lakini safari hii bwana Abdalla Kingwande tumeona utani sasa unaingia mpaka chumbani.
tafsiri yake ni nini? Na naongea kwamba utani unaingia mpaka chumbani, maana yake ni nini? Inaonesha masuala ya uwanja, kuhamisha uwanja kwenda Zanzibar, masuala ya Berkane kupokelewa na wenyeji ambao ni Young Africans. Kuna figisu nyingi sana ambazo zimetokea hapa karibuni kipindi Simba wako nchini Morocco kwenye fainali ya mzunguko wa kwanza. Huku kuna mambo mengi yamefanyika figisu. Tumeona Engineer Hersi alipokuwa kule Zanzibar kwenye uzinduzi wa wachezaji wale wa zamani, sijui alikuwa Galacticos ni miamba ya zamani ambayo kiongozwa na Robertinho Gaucho ambaye yeye atakuja na wenzake nafikiri kukiwasha tarehe 27 ya mwezi wa 7. Naam, kitu kama hicho nafikiri hivyo. Lakini tumeona sasa baada ya ule mkutano Engineer Hersi ni mwenyekiti wa vilabu hapa barani Afrika na nafikiri kitu kama hicho. Kwa hiyo ndo alikuwa mgeni rasmi kwenye ule mkutano pale Zanzibari. Sasa tumeona kuna vitu vingi ambavyo vimetengenezwa ili Simba aweze kupoteza hili kombe asichukue. Je, ukweli huu wewe unauonaje sasa huu utani? Mbona kama inaonekana utani huu unapitiliza? Mchezo wa mpira wa miguu ni mchezo wa wazi, Profesa Mandela. Na ikumbuke kwamba mchezo wa mpira wa miguu hauchezwi kwa siri, hauchezwi chumbani, hauchezwi ukumbini, bali unachezwa katika uwanja wa mpira wa miguu ambao ni uwanja wa wazi. Wanakwenda uwanjani wanaona mpira na wanaangalia katika television ama runinga pia wanaona mpira. Kwangu mimi sioni kama kuna figisu ama kuna tatizo kwa Simba kushinda mechi hii ama kuathiri kupitia kwa ujio wa Galacticos wale ambao wanatoka huko Ulaya na Robertinho Gaucho kupitia kwa mwenyekiti wa vilabu ambaye ni Engineer Hersi. Yeye alikuwa kama ni mwalika ama ni mmoja wa waandaaji wa tamasha lile. Ni tamasha la kawaida kufanyika katika baadhi ya nchi. Tunaona wachezaji wa zamani wakienda kufanya kama hisani na vitu vingine. Lakini tunapozungumzia utani wa jadi kwa Simba na Yanga ni vitu vya asili. Vipo miaka mingi na vitaendelea kuwepo. Unajua leo nimemsikia aliwahi kuwa mwenyekiti wa klabu ya Simba mzee wetu mzee Dalali akisema kwamba akitoa tahadhari kwamba iwe ni mshabiki wa Simba, iwe mshabiki wa timu mwingine, iwe Mtanzania isiyo Mtanzania, atayekwenda uwanja wa Amani Complex siku ya Jumapili na akashangilia ama akashadadia Simba kufungwa, basi atakuwa watoki katika uwanja wa Amani Complex. Ni kauli tata kidogo kutoka kwa mwenyekiti wa Simba mzee wetu Dalali. Kwa kweli ni kauli tata sana anaposema kwamba kama tutapoteza finali hiyo, basi wale watakaoonekana walisaliti Simba kwa namna moja ama nyingine, iwe mwanachama wa Simba ama wa timu nyingine, hatotoka katika dimba lile la Amani Complex. Sijajua mzee wetu Dalali amemaanisha nini. Kwa hiyo inaonekana Simba wamejizatiti katika nafasi kubwa ama katika sehemu kubwa. Tusubiri Jumapili, sio mbali, tumuombe Mwenyezi Mungu atupe uzima. Lakini kwangu mimi ni game ngumu ambayo narudia tena kauli yangu, Simba possible atashinda hiyo game. Lakini taji hakika itaenda pale mjini Rabat ama mjini Berkane katika jiji lile la Morocco. Sasa hizi figisu ambazo za kuhama kwa uwanja wa Benjamin Mkapa kuelekea uwanja wa New Amani Complex, unasema kwamba hii tu ni mipango ya kafu, wameona uwanja hauko sawa sawa, si figisu za hawa watani Young Africans? Unajua Profesa Mandela, kama sema ukweli, ukweli ni huo ambao nawapa Watanzania leo wanatakiwa sasa rasmi wauelewe na waujue. Na ukweli huu unaopata kupitia runinga yako ya Wasamaria Media Online ni kwamba shirikisho la mpira wa miguu barani Afrika kafu liliwapa nafasi ama liliwapa upendeleo nchi za East Africa ambao ni Tanzania, Uganda pamoja na Kenya kuandaa michuano ya CHAN ambayo inafanyika mwaka huu katika ardhi za nchi hizo tatu. Na kwa mujibu wa taratibu za kafu, viwanja hivi vinavyotumika kwa ajili ya michuano ile mikubwa kabisa. Tunapozungumzia CHAN, Profesa Mandela, ndiyo michuano mikubwa namba 2 kwa ukubwa na ubora barani Afrika. Ukitoa michuano ile mikubwa kabisa ya AFCON, inayofuata kwa ukubwa ni michuano ya CHAN ambayo tunasema ni kombe la mataifa ya Afrika kwa wachezaji wanaocheza ligi za nyumbani. Kwa hiyo nchi hizi tatu za East Africa ambazo Kenya, Uganda na Tanzania ambazo kwa pamoja zinaandaa CHAN hii kwa kushirikiana, viwanja vitavyotumika kwa ajili ya michuano ile vilibashiriwa na kutajwa siku nyingi. Kimoja wapo ni kiwanja cha Benjamin Mkapa. Kwa maana hiyo, kwa mujibu wa taratibu za kafu, kwa michuano mikubwa kama hii lazima viwanja vipate nafasi kubwa ya maandalizi. Ikumbuke kafu
imetoa pesa nyingi sana kwa ajili ya maandalizi ya michuano hii ya CHAN. Hivyo basi dimba la Benjamin Mkapa lilishakuwa katika orodha ya viwanja ambavyo vitatumika katika fainali hizo za CHAN mwaka huu wa 20 na 25 Profesa Mandela. Kwa hiyo sio habari ngeni, na ndio maana hata juzi kupitia baadhi ya maofisa wa klabu ya Simba walilalamika kwamba TFF ilijua hili zamani, lakini kwa nini walichelewa kutoa taarifa hii mpaka ikatokea sintofahamu na taharuki kwa klabu ya Simba na mashabiki wake. Ukweli ni kwamba CAF walishatoa taarifa siku nyingi uwanja wa Taifa ufungiwe na kufanyiwa ukarabati kwa ajili ya maandalizi ya CHAN, na inasemekana kwamba hata finali za CHAN zitafanyika Benjamin Mkapa. Ni heshima kubwa tuliopewa Misri ya ile ambayo tulipewa ya ufunguzi na mauzinduzi wa michuano mikubwa kabisa ya African League iliyofanyika dimba la Mkapa chini ya rais wa CAF pamoja na rais wa FIFA Bwana Ferentino. Kwa hiyo hizi habari za kwamba dimba la Mkapa kuahirishwa mechi ya Simba na nini ni propaganda na vitu ambavyo Watanzania tunadanganywa na kutoa ukweli. Lakini ukweli ulibainishwa kitambo kabisa kwamba uwanja wa Mkapa utakuwa kwenye marekebisho kwa ajili ya finali za CHAN. Na hii ni habari rasmi ambayo tulipata bahati siku nyingi ya kuwa waandalizi na wenyeji wa michuano hii. Kwa hiyo hakuna jipya Profesa Mandela, zaidi ni kuwakanganya ama kuwachanganya Watanzania katika swala hili.